Monio TV. Karibu mtazamaji wa Monio TV, tuungane pamoja katika somo ambalo linaendelea linalosema jinsi ya kutafuta amani iliyopotea. Na kwa nafasi hii tuingie katika sehemu ya nne inayosema jinsi amani inavyotafutwa. Jinsi amani inavyotafutwa. Hiyo ni sehemu ya 4. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu Mwenyezi, mfalme wa falme, jamii yetu, watu wetu wamepoteza amani na kila mmoja anaenda kwa namna yake. Tujifunze sehemu hii ya 4, jinsi ya kutafuta amani ambayo tumeipoteza. Tuongoze na kutuimarisha, e Bwana, katika jina lako Yesu ninaomba na kushukuru, amen. Tutafute amani kwa bidii, na tukitafuta amani kwa bidii tutakuwa na utulivu. Tuushinde ulimwengu na dhiki zake zote ili amani iweze kuwepo. Namna ya kushughulikia amani inategemea kiasi cha upotevu wa amani. Wingi wa kupotea kwa amani ndiyo ambayo itatupa msukumo wa kuweza kuitafuta amani. Tutafuta amani kwa mazungumzo kati ya makundi yanayoshindana. Mazungumzo ni mazuri zaidi kati ya watu au kundi linaloshindana. Mpendwa, ili amani ipatikane, watu wanapaswa kushirikiana, watu wanapaswa kuheshimiana, na watu wanapaswa kuaminiana. Wewe unaposhirikiana na wenzako, unapoheshimiana na wenzako, na unapoaminiana na wenzako, basi unaitafuta amani hata kama imepotea au hata kama haikuwepo. Ni muhimu kuondoa matabaka katika jamii. Watu wengi wanaishi kimatabaka, wenye nacho na wasio nacho, wenye elimu na wasio na elimu, wenye ajira na wasio na ajira, watu mbalimbali, matajiri na maskini. Ni muhimu kuondoa matabaka katika jamii ili tuweze kusimama pamoja. Yapo mambo ambayo kibibilia yanatusaidia kuitafuta amani. Kibibilia amani inatafutwa kwa kwanza kuitegemea neema ya Mungu. Unapotegemea neema ya Mungu, unaendelea kuitafuta amani. Neema ya Mungu ni muhimu, na hiyo neema ya Mungu tusiipoteze. Tusije tukaipungukia neema ya Mungu katika maisha yetu. Waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 8 mstari wa 15. Waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 8 mstari wa 15. Warumi sura ya 8 mstari wa 15. Neno la Mungu nasema, kwa kuwa hamkupokea tena roho ya utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yaani Baba. Moyo wako na moyo wangu ukimtafuta Bwana maishani mwako, utaendelea kuitafuta amani. Kwa watu ambao
pengine kwa kujua kwako au kwa kutokujua, wamepoteza amani na wewe. Tutapokea roho ya upya kutoka kwa Mungu. Tujitahidi kumpenda Mungu kwa moyo wote. Kibibilia, jambo la pili ambalo linatusaidia kutafuta amani ni kila mmoja wetu autafute uso wa Mungu. Kila mmoja wetu, kila mtu atafute uso wa Mungu. Kitabu cha pili cha Mambo ya Nyakati sura ya 7 mstari wa 14. Kitabu cha pili cha Mambo ya Nyakati sura ya 7 mstari wa 14. Neno la Mungu nasema, kitabu cha pili cha Mambo ya Nyakati sura ya 7 mstari wa 14, neno la Mungu linasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Amani, lazima tutafute uso wa Mungu ili tuendelee kuitafuta amani. Tukitafuta uso wa Mungu, mioyo yetu na maisha yetu tutajawa na utulivu. Tukiwa na uhusiano na Mungu, tutapata amani, tena amani ya kudumu. Kukiwa na machafuko, hatutafanya jambo jema, lakini tukimrudia Mungu, amani itadumu kwetu na tunaendelea kuishi pamoja na Bwana. Tunaitafuta amani, na ni vizuri kutafuta amani kwa bidii, kuitafuta amani kwa gharama yoyote, na wale ambao umekosana nao kwenda kusameheana nao na kwenda kusuluhisha nao, kumaliza nao, ili uendelee kuitafuta amani na hiyo amani iendelee kudumu kwako. Mungu abariki neno lake. Amin. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, tunahitaji suluhu ya mambo ambayo Bwana yametukosanisha sisi kwa sisi, na tunatembea katika hali ngumu. Tunaomba Bwana ukatupe amani, kuanzia kwenye ndoa zetu, katika familia, katika jamii, katika kanisa, katika nchi yetu ya Tanzania. Tunahitaji tuitafute amani, na kila mmoja akaone kwamba amani ni chombo cha thamani kwake. Tujalie Bwana kila mmoja kuihubiri amani, lakini kila mmoja kuidumisha amani. Tutafute amani na watu wote, ili tuwe na utakatifu kutoka kwako, katika jina la Yesu. Amen.